Jesus to reign in this place. Mwambie Yesu, tunakutegemea mfalme wa Zayuni. Will you reign in this place, our God? Reign on this altar, my God. I really rely on your strength, oh God. I really rely on your power, my God. Will you reign on this altar, our King? Will you reign in this place, our God? We really rely, my Father, on you. We really rely on the Holy Spirit of God. Will you take over in this place? Will you exalt yourself, our God? Will you take over, my Father, and do things you have not done in ages, our God? Will you do things, my Father? Will you do miracles that you have not done in ages, our God? My Father, we rely on you. Will you reign in this place, our King? Reign, Jehovah, King of all glory. Reign, our King. Reign, our King. Take over, my Father, this service, oh God. We surrender ourselves unto you. I surrender, my King. I surrender, oh my God. I surrender unto you, Jehovah. Will you take over and glorify yourself, oh God. Take over, my King. Take over, Jesus. Reign in this place. Reign in our hearts, oh God. Take over in my spirit. Reign, our King. Take over, my God. Take over my tongue. Reign, Jehovah God. Tumia ulimi wangu Bwana, ili wewe utukuze. Tumia ulimi huu mfano wa ajabu, ili makusudi yako yatimie siku ya leo. I surrender myself, my Father. Ili you take over, oh God. Nashuka chini Bwana, ili wewe uinuliwe. Nashuka chini zaidi mfalme, ili wewe ukatawale Bwana. Tumia ulimi wangu mfano wa ajabu, nitumie tu kama chombo Bwana wa majeshi. Chochote nitasema hapa Bwana, kiwe ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Kiwe kile Bwana ulitaka niseme, kiwe ni kile Bwana uliagiza moyo wangu. Jehovah Mighty, ninafuta kila maneno ambayo niliweka kwa fikira zangu, kila maneno Bwana ambayo nilipanga na fikira zangu, ninaifutilia mbali na kutangaza kutoka dakika hii that Jesus who is the King of Zion, my Father, mfalme wa wafalme, simba wa Yuda, yeye akiguruma mambo yote inabadilika. Will you reign in this place, Jehovah, King of all glory? Will you take over, Jehovah, this place? Use me according to thy will, for the glory and honor of your holy name. Jehovah Mighty, I commit even your people before you. Asante Bwana kwa sababu ulijua ya kwamba Bwana wewe ulihitaji wawe mahali hapa dakika kama hii, ili Bwana uzungumze na mioyo yao. Nami Bwana ninakusihi ya kwamba watu hawa mawazo yao my Father itawa kanisani Bwana, ya kwamba hakuna mtu atavutwa na mambo ambayo imewavunja moyo nje, lakini Bwana my Father, na kama vile maandiko inasema ya kwamba every knee shall bow and confess that you are Lord. I declare that every situation shall bow and say that you are God. Every situation in our lives and that Jehovah God, our minds, my Father, shall be gathered in this place. Ya kwamba mawazo yetu yatakusanyika mahali hapa, tutakusikiza wewe tu, mfalme wa wafalme. Ni kwa sababu hakuna aliye kama wewe. Tunakutukuza ni kwa sababu wewe ni Mungu, na ni kwa sababu unatawala. Tunakushangilia kwa makofi mazuri tukisema wewe ni Mungu. Jehovah, we love you, we worship you, for it is in Jesus' name we pray. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise and worship. Asante. Bwana wabariki. I'm blessed this morning. I thank the Lord for this opportunity. I also thank God for allowing me to be on this altar. It is not sio kawaida, it's not ordinary, and that's why I want to worship Him. That's why my heart is
full of praises and worship, because I know it is not easy. It is not even, if the enemy was asked, kama angeulizwa, angesema ya kwamba tuendelee kukaa tukiwa tumekamatwa. But I thank God that He has allowed us to be in His presence, that He has allowed us to be here so that we can hear His word. Na ya kwamba ninajua ya kwamba tutabarikiwa pamoja. So this morning I'm blessed and I'm born again. I love God. I want us to look at the word of God from the book of Genesis. Genesis 26. Actually, now I know that God wants to minister to our heart in this place. Wakati nilikuwa nauliza Mungu nitasema nini? I had another message at night. Lakini saa 11 God gave me another message. So I believe that God wants to speak to somebody today. There is somebody, the Lord is here for somebody, because He can't just change the message for no reason. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa sababu ako na kusudi juu ya maisha yetu, na ya kwamba kuna jambo na kuna mtu anataka ku-encourage. There is somebody He wants to make to end things in his or her life. Na kwa hivyo ningependa tusome Genesis 26. Let me just read verse 1 first. Lakini nitarudi niruke niende mahali pengine in the same chapter. Verse 1 inasema, there was a famine in the land besides the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, in Gerar. Then the Lord appeared to him and said, do not go down to Egypt. Live in the land of which I shall tell you. Dwell in this land, and I will be with you and bless you. For to you and your descendants I'll give all these lands, and I will perform the oath which I swore to Abraham your father. And I will make your descendants multiply as the stars of heaven. I'll give to your descendants all these lands, and in your seed all nations of the earth shall be blessed, because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments and my statutes and my rules. So I want to read from verse 6, let us skip back to verse 12. Let us go to verse 12 in the same chapter. Inasema, then Isaac sold it in that land and reaped in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. The man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous, for he had possessions of flocks and possessions of herds and a great number of servants. So the Philistines envied him. Now the Philistines had stopped up all the wells which his father's servants had dug in the days of Abraham, his father, and they had filled them with the earth. And Abimelech said to Isaac, go away from us, for you are much mightier than we. Then Isaac departed from there and pitched his tent in the valley of Gerar and dwelt there. And Isaac dug again the wells of water which they had dug in the days of Abraham his father, for the Philistines had stopped them up after the death of Abraham. He called them by the names which his father had called them. Also Isaac's father dug in the valley and found a well of running water there. But the headsmen of Gerar quarreled with Isaac's headsmen, saying, the water is ours. So he called the name of the well Esek, because they quarreled with him. Then they dug another well, and they quarreled over that one also.
So he called its name Sitna, and he moved from there and dug another well, and they did not quarrel over it. So he called its name Rehoboth, because he said, for now the Lord has made room for us, and we shall be fruitful in the land. Kwanza wacha tufikishe hapo. Maandiko inasema ya kwamba kukawa na famine. Kukawa na, what do we call famine kwa Kiswahili? Kukawa na kiangazi. Kukawa na kiangazi katika mahali Isaac alikuwa anaishi, na maandiko inasema akiwa Misri ndio kukatokea njaa. Na kukiwa na hii njaa, Mungu akamtokea Isaka, akamwambia ya kwamba usitoke mahali hapa, usitoke Misri. Na kile kilikuwa kinanishangaza ni kwa sababu ukiangalia maandiko katika Genesis 12 utapata ya kwamba kulikuwa na njaa kama ile. Lakini wakati kulitokea njaa wakati wa baba ya Isaka, the father of Isaac now Abraham, maandiko inasema ya kwamba huo wakati hata alikuwa anaitwa Abraham, akiwa katika mji wa Misri, maandiko inasema kukatokea njaa. Lakini wakati ule Mungu akamwambia Abraham that you will have to move out of this land, ya kwamba utoke mahali hapa na utaenda mahali nitakuagiza. With Abraham, it happened that ya kwamba wakati kulitokea njaa, yeye Mungu alimwelekeza ya kwamba utatoka mahali huku, uache watu wenu, uache mali zako, and you will go to a place I will show you. Bwana Yesu asifiwe. Na nilikuwa ninashangaa kwa sababu nikagundua ya kwamba your challenge might have a different solution with mine. Unaweza kuwa tunapitia shida moja, the same situation or challenge, lakini vile utasolviwa yako iwe si hivyo nitasolve yangu. Like if I try to emulate or maybe take, pengine nikikuwa na challenge na jaribu kufanya kama vile pengine niliona mtu mwingine akifanya, nikarealize ya kwamba Mungu ako na different ways of working out different things. And that's why when Abraham is in Egypt, and it comes at a time when there is famine, God tells him, you will have to move out of this land and go to a place that I'm going to tell you. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia ya kwamba ninajua ya kwamba kuna njaa, lakini in the situation of Isaac, anamwambia ya kwamba usitoke mahali ulipo, because I am going to bless you in the same place. Imagine mahali kuna njaa, alafu Mungu anakuambia usijaribu kutoka huku kwa sababu huku ndio nitakubarikia. Whereas when it was the time of his father, he told him you have to go out of that place. Na hata hajui anapelekwa wapi. And I love how Abraham acted. Abraham, ingawa hata hajui anapelekwa wapi, ingawa hata hajui ataambiwa aende saidi gani, yeye anatii tu, anasikiza Mungu, anasikiza sauti ya Mungu, anaondoka kwa watu ambao anawajua, anaondoka kwa watu ambao anawafahamu. It is very difficult even as right now, pengine ukuje uniambie Mama John nataka utoke kwa Baba John, sijui uende wapi, it would be difficult. Si kitu ambacho nitakichukulia rahisi. Hata pengine hata kama ni Mungu amesema, how many times have we gone before God telling him speak again? Because at times we don't even agree with what he is saying. Whereas Abraham, he doesn't even know where he's going. But anaambiwa kwa sababu kuna njaa, ni kuna mahali utaenda, hata amwambii ni wapi exactly. But because Abraham, there is something in him. He knows that when you obey the Lord, all these other things that we need, according to Deuteronomy 28, utapata ya kwamba when we obey the Lord, that all these blessings that we are looking for, we are promised. Na najua ya kwamba Abraham ni kama alikuwa na idea ya kwamba unapotii sauti ya Mungu, ya kwamba haijalishi ni wapi utatumwa, wewe tii tu, enda tu. But now it comes to this situation of Isaac.
Na Isaac yake pia ni ngumu zaidi, kwa sababu Isaac ako katika mahali, in a place where there is famine, kuna njaa. Mahali yako kuna njaa, alafu Mungu anamwambia usijaribu kutoka huku, kwa sababu huku ndio nitakao kubarikia. Bwana Yesu asifiwe. And that is my point is that your challenges, the way God deals with your challenges, it might be different with how he deals with mine. And so it's very wrong wakati tunapoangalia na kujaribu kuiga. Wakati tunajaribu kuiga kwa sababu pengine mtu mwingine nilimuona amefanya kitu, pengine najaribu kuiga na jambo la mwingine kwa sababu pengine niliona yeye alifanya na akafanikiwa. And that's why we have so many challenges. That's why tunaingia hata kwa mabiashara and then we don't prosper. Because maybe God didn't want you to do whatever everybody else is doing. Huwa ninashangaa. Unasikia mtu akisema yeye alianzisha tu na lollipop, yani ile lollipop ya 5 bob. Like alianza tu kuzunguka na lollipop. Sijui kama huwa mnaona hizi vitu kwa TV. Like somebody just started selling sweets. Akauza sweet. Sasa ni millionaire. Na mwingine anaanzisha hiyo sweet inaanguka. Because the way God does, the way God works, he does not work in the way we think. Ya kwamba Mungu hafanyi kazi na mawazo yetu. And that's why we should rely on him so much that we are going to inquire from him. We are not going to fight even battles that we have not inquired from the Lord. Nilikuwa nafurahishwa na mtu kama Daudi. Daudi alikuwa anajua Mungu alikuwa amemjalia, na alikuwa Mungu anamwambia ya kwamba nitakupatia adui katika mikono yako. Lakini kila wakati Daudi aliingia kwa vita, alikuwa anarudi kwa Mungu, anamuuliza Mungu, hii nipigane njia gani? Kwa sababu vile tunapigana, kuna uwezekano mwingine alipigana kwa fasting na kashinda, lakini na mwingine ataribu fasting na ifeli. Because God works differently in different challenges. And that's why we are supposed to inquire from him. Kwa sababu nina imagine kama Isaac angetoka mahali pale na kumbe Mungu alitaka kumbarikia Misri, ingawa kulikuwa na njaa, yeye alikuwa anajua ya kwamba nilinataka kumbarikia huyu mtu hapa kwa sababu niliahidia baba yake. You know, it was a promise, and it was like reassuring him of the promises of God, like reassuring him that whatever I said to your father, I am still that God and I am doing it again. Bwana Yesu asifiwe. Ingawa alikuwa, na unajua nilikuwa nashangaa ya kwamba Mungu anakuahidia, like he promises. And by the way, we have so many promises. Si ni kweli? We have so many promises. Na pia Abraham anapewa promises. Isaac anapewa promises. Lakini haikuzuilia hawa watu wawe katika challenges. Haikuzuilia hawa watu waingie katika matatizo. Yes, there were promises, but there were challenges. But I love the way these people are doing it. Like they are obeying God despite of challenges. Ya kwamba wanamtii Mungu ingawa wako kwenye matatizo, bado wanaifuata sauti ya Mungu. Bado wanaifuata sauti ya Mungu ingawa kuna njaa. Wapendwa, hata niwaambie, there is nothing that is difficult than nyumba ambayo iko na njaa. Unaona nyumba iko na njaa. And that's why all of us we go to work. Kwa sababu hakuna mtu anataka nyumba yake iwe na njaa. By the way, watu wanaweza kufungiwa nyumba na hata wakakaa nje. Lakini kama sio fasting huko, sio ni mtu atakubali kukaa njaa. We do a lot for us to eat. And then God is telling Isaac that just stay there. Ninajua huku kuna njaa. Lakini ninajua hiki katikati ya hiki kiangazi, mimi ninataka nikubariki katikati ya hiki kiangazi. And I was like asking God, how many times have you promised us, but we never saw your promises because of so many challenges that we are going through. Yet God is
reassuring us that his promises are yes and amen. It could be that you have things and challenges ya kwamba unaona ya kwamba, you know, at times with us people of God, Mungu anatuambiriria mambo. There was somebody I was telling jana, namwambia, you see, one day Mungu aliniambia I'll bless you, and then because I was in so much challenges, what happened? I doubted God. And so I told God. In fact, it was so clear that I asked Baba John kama amesikia. But now because I'm not sure, because yani uko kwa shida mpaka you can't even see that promise. Yani unaona ni kama pengine umefikiria ama ni mawazo tu inakusumbua. So what happened? Nikamwambia Mungu, if you are the one, repeat. My friend mpaka wareo hajaisema tena. You waiting for God to talk again, because in the midst of challenges, at times we don't even believe in the promises of God. At times when we enter into challenges, we don't believe that he said by his stripes we are healed. Kwa sababu pengine tumesongwa, wakati mwingine tunakosa kuelewa ya kwamba yeye ametuahidia. But with Isaac, he's sure ya kwamba kama amesema nikae katika hiki kiangazi na atanibarikia huku, hana budi ila kukaa katika mji wa Misri. Na kwani ingeenda aje mpaka kuwe kuna kila watu wako na njaa, lakini yeye Isaac, Mungu anamwahidi weka tu hapa. Anamwambia wewe endelea kukaa katika huu mji. And I love God because if he says something, he's sure. Yeye unajua hana mzaha. By the way, sisi tunafanyanga mzaha. Ninaweza tu kukuambia na joke, nikwambie nitakuja kwako Mama Joyce na kukuja, si ni kweli? But with God, if he promises, his promises are yes and amen. If he says he will bless you, it might look as if it will never happen, because at times maybe the challenges are so much, maybe the challenges hata pengine zinaonekana, wakati mwingine tukijiangalia mahali tuko, you don't even see whether God will do all those things that he is saying. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengi nimekuwa nikiahidiwa, na mambo haya imekuwa ikitendeka, and then later on I'm like, God, kumbe hizi vitu zilikuwa ukweli. But the moment, because maybe you are going through things or situations, unapata ya kwamba unakosa kuamini ahadi za Mungu. Lakini Isaac, maandiko inasema ya kwamba baba ya Isaac ambaye ni Abraham, maandiko inasema ya kwamba alikuwa amemwahidi ya kwamba atapatia the descendants, yani atabariki uzao wake. And now it has come a time that God must reassure. Yani the promise that he said, it must be, lazima ikuje ifanyike, ndio kile alimwahidia baba ya Isaka idhihirike. Kwa sababu yeye akisema ndio, hakuna anaweza kusema hapana. If he says you're going to be blessed today, it doesn't matter whether everybody else is suffering. If God says you're the first millionaire in your family, it doesn't matter whether there has never been one in your family. Because if he promises, yeye ni Mungu ambaye amejawa na huruma juu ya maisha yetu, ya kwamba hakuna siku ataahidi mtu. Maandiko inasema ya kwamba hakuna kama sisi na ni wazazi tu wa dunia hii, wazazi tu tuko na nyama tu. Like my child cannot request from me aniambie mama nataka biscuit, niseme ati nimpatie kitu kingine. If we as parents, we can do the best for our children, what about the Most High? What about our God, the Father who cannot change? Unapatanga ya kwamba wazazi wa dunia hata tunabadilika. Unapata hata mtu amedizata ama ameacha watoto wake,
But I love God because at times we are not even good before him. We don't even do the right thing before him. But he is still there for us, reassuring us of his promises. And today I want to reassure you of his promises, that what he said in your life, it could have taken a long time. It could be hata imeonekana ni kama haitawahi fanyika. Kuna uwezekano kuna mambo Mungu alikuahidia na mpaka wa leo huna hata idea vile ita happen. Believe me today, nisikize tu ya kwamba Mungu hicho alikuahidia. I am here to reassure you that he will do that. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni lazima atafanya kile alisema katika maisha yako. Na inafika wakati Isaac anabarikiwa sana. Imagine kuko na kiangazi, lakini yeye anaanza kupanda katika kiangazi. Anapanda kwa mahali ambapo kunasemekana kuna kiangazi. Maandiko inasema ya kwamba anavuna 100 folds. Yani anavuna mara 100. Mahali ambapo kuna kiangazi. Na do you know, sijui kama nyinyi mmewahi experience kiangazi. Me have experienced one. Nikiwa mdogo nilikuwa nalelewa mahali Eastern Embu, Majimbo, Kamiu. Wale wametoka hizo sides. Mimi ni Kikuyu najua mingi, lakini niko na Wembu mingi. I am from Eastern side. So what happened, kuna wakati kulikuwa na kiangazi. My friend, it's hard. And I remember tulikuwa tunachemsha, unajua avocado? Avocado zikiwa, unaona sahi kana kwa kadogo, like akajakoma zikiwa green. Tulikuwa tunachemsha avocado na pie zikiwa mbichi. And that was our food. Mimi hakuna mboga za kichaka sikukula. Medhonga, mimi mnajua medhonga ile ya kupea rabbit. Haleluya. Hakuna mboga ya kichaka mimi sijakula. Kuna ingine naonanga huko watu wanasema ni ya rabbit. Kuna ingine mamu hii inaterezana, sijui inaitwa aje. Wachana na murenda, kuna another one. Kuna kengine kakichaka, wachana na hizo ni mboga. I tasted all kinds of mboga. Hizo mnasema zingine zitaua watu, meshege, everything. Because where there is famine, and let me tell you for sure, mahali kuna njaa, you don't even care what you will eat. Bora tumbo ijae. And tulipitia katika ile hali, tulikula chochote. And I can imagine, maandiko inasema ya kwamba ati Isaac wakati aliambiwa akae huko, hakutoka. Ingawa alikuwa anajua kuna kiangazi, akaanza kupanda. Si huyu mtu alikuwa na imani? Huyu mtu alikuwa na imani, anaanza kupanda hadi mahali kunasemekana kuna kiangazi, akapanda. Lakini maandiko inasema akavuna mara 100. Kwa sababu Mungu akisema, if God promises, it doesn't matter whether everybody else is going through the same thing. If he promises that he is going to bless you, it doesn't matter whether all other people are suffering. Haijalishi kama wewe, kama alikuita kama mtumishi wa Mungu, akisema ya kwamba kwa hii nyumba ndio utakuwa mtumishi, haijalishi kama wengine wote wameshindwa. Haijalishi kama wengine wote wamemalizwa, but if he promises, he does what he says. Na ndio sababu inafika mahali, hawa watu ambao walikuwa the Philistines, wanafika mahali wanaona ya kwamba huyu mtu anaendelea kuwa na nguvu kutuliko. Kwa sababu kama mtu anapanda kwa kiangazi anavuna, hata wewe huwezi kubali kukaa na yeye, Pastor Masharia. Mtu anapanda kwa kiangazi and he is harvesting. So they realized huyu mtu kuna kitu ako nayo and we don't have. So what they had to do is send him away. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini kwa sababu nilikuwa na shangaa, ninasema kumbe Mungu, unajua kuna watu tunapigana na wao, na kumbe wao ndio wamebeba hizo neema. Sio kwamba neema ziko kwa hiyo. Like I try to fight Pastor Masharia, and maybe thinking akienda nitafanya vile alikuwa anafanya, and I end up realizing that the grace was over his life. Because you realize ya kwamba wakati Isaka anafukuzwa, bado si kwamba ati wanaanza kuvuna. Si kusema ya kwamba kwa sababu wamemfukuza wakipanda wataanza kuvuna. Kwa sababu yeye ndiye amebeba Mungu, ni yeye amebeba ile neema. Anaenda anafukuzwa, anachimbua kisima kinatoa maji. Si wao wanasema kuna kiangazi, lakini kwa sababu yeye kuna neema amebeba, na kwa sababu yeye kuna sauti inamuelekeza, kuna sauti inamwambia vile atafanya, anaendelea kutembea, na mahali anaingia hata ingawa ni jangwa kunakuwa na kisima. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu nilikuwa ninaona hivi, hakuna siku, at times unapata ya kwamba hata shetani akiona ya kwamba unaona akikupigia hii level, aona umeenda hiyo ingine haukukwama, uende hiyo ingine, si kwamba anakuacha. Na ndio sababu unapata anachimba kisima cha kwanza, anakiita Esek, na hii Esek bado wanaigombania, wanasema ya kwamba hiki kisima ni chetu. Na kwa sababu yeye anajua, ni kama Isaac alikuwa amejiria rais, na kajua si kwamba hii neema imebebwa na kila mtu. Alikuwa ameria rais ya kwamba mimi ndio nimebeba hiyo neema, ya kwamba hata nikifukuzwa haina haja ning'ang'ane na watu, kwa sababu kuna neema nimebeba. Kwa hivyo anasonga mbele, anaenda anachimba kingine, anakiita Sitna. Bwana Yesu asifiwe. Anajua ya kwamba haina haja. Why do we fight these small battles, whereas we know the grace that God has bestowed on us? Kama amekupatia neema, haina haja kubishana, haina haja Mama Joyce tung'ang'ane, kwa sababu neema umebeba. Hata nikikusongesha bado neema ni wewe umebeba. Isaka alijua ya kwamba kuna neema nimebeba. Kwa hivyo hata kisima cha kwanza kikichukuliwa, Eseki imeenda, lakini kuna neema nimebeba. Kwa hivyo sitapigana na hii ya Eseki, nitasonga mbele. Akaenda akachimba kisima kingine, akakiita Sitna. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu adui nimekuambia hakuachangi, they don't leave you. Anataka kukuona amekumaliza so that you give up. You give up on what you are. Do you know? Sisi ndio si wewe ndio uliitwa. Mahali uliitiwa tulikuwa na wewe. You are all alone. And you know what God promised you. Every one of us, we have different promises. And that's why I'm saying, using'ang'ane kupigana na mtu. The grace you are carrying and the other person, the grace that he is carrying are very different. And so that's why unapata ya kwamba hata anapochimba kisima cha pili, bado adui anakuja. Anamwambia ya kwamba na hata Sitna ni yetu. Lakini nimekuambia siri ilikuwa hii. Isaac alikuwa amejua yeye ndio amebeba ile neema. Ndio sababu hang'ang'ani na mtu, kwa sababu amerealize kuna neema amebeba. Na hii neema haijapewa Philistines. Hii neema haikuwa imepatiwa Farao. Ndio sababu hata ng'ang'ana na Farao. Anasonga mbele, anaenda anachimba kisima cha tatu. Na maandiko inasema wakati alifika katika hicho kisima cha tatu, haikuchukuliwa, haikung'ang'aniwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo anakiita Rehoboth. How many times have you given up? Mara ngapi umepigana na vita ambazo hata hazikufaa, ili hali wewe ndio ulikuwa umebeba neema? Why don't we start realizing ourselves that ingawa watu watasema huyo dikonesa hana kitu, kuna kitu nitarealize. Sitakaa kwa nyumba niseme niliambiwa, kwa sababu ni mimi ninajua mahali niliitwa, kwa sababu ni mimi nilisikia sauti. Nitaendelea kusonga na kuchimba kisima. Bwana Yesu asifiwe. Sikuwa na mtu asubuhi ya leo ambaye anasema nimekuwa nikigive up, I've been giving up.
At times I don't even believe in these promises. Wakati mwingine nimesongwa mpaka nikaachilia. Lakini leo Mama John amesema neema ni mimi nimebeba. Ni mimi Mungu aliahidia. Kuna neema nimebeba. Ingawa nyinyi hamuielewi, Mama John kuna neema amebeba. Ingawa nitasongwa, kuna neema nimebeba. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba kuna mtu ataanza kurealize. Ingawa kuna misongamano mingi, ingawa kuna kusukumwa kwingi, ni mimi ninajua niliitiwa nini. I will press on. Bwana Yesu asifiwe. Sikuna mtu anasema asubuhi ya leo nilichimba Eseki wakachukua, lakini sitakaa hapo. Kuna mtu anasema ya kwamba nitaachilia hii Eseki. Nimesongwa sana na nimeiachilia kwa sababu nimejua kuna neema mimi nimebeba. Kwa hivyo nikienda nichimbe Sitna bado itatoa maji. Nikienda nichimbe Rehoboth, hata wakichukua Sitna, nikichimba Rehoboth bado itatoka maji kwa sababu mimi ndio nimebeba neema. At times we go through so much, and at times we don't realize God in it. At times we are so bothered by all the challenges and we fail to see the big God in our lives. Tunakosa kumuona Mungu mkubwa ambaye yuko katika maisha yetu. Mimi wakati mwingine nina tabia ya kumuuliza Mungu. Hata wakati niko kwenye matatizo, huwa namuuliza Mungu, Mungu nikuulize katika hii hali niombe aje? And whenever he gives me a word, I'm telling you for sure, at times I could be down. But you won't even realize it because I know that there is a grace. It could be that there are challenges, but I know that the grace that God has given me is different from any other. And the grace that I'm carrying, it could be that the Esek has gone, but we have a mighty God. Sikuwa na mtu anasema ya kwamba ndio nimepita hii hali, lakini nimegundua ya kwamba kuna neema nimebeba, na hii neema lazima inifikishe katika ahadi za Bwana. Hii ahadi ambayo niliambiliwa, it could be ya kwamba uliahidiwa ukiwa mtoto, lakini nimekuta ni kuahidi. I've come to reassure you of the promises of God. He is a faithful God. I want to reassure you that God is faithful. Imagine Mungu ambaye anachimbua visima. Maandiko inasema ya kwamba anachimbua kisima mpaka katika jangwa. Who is God? Who can say what God has not said and it becomes? Hakuna mtu ana uwezo kama ule Mungu wetu anao. Ya kwamba Mungu, kuna uwezekano hata tusione kile Mungu alisema, but there is God. But are you following the voice of God? Unafuata sauti ya Mungu. Mungu anasema ufanye nini katika hiyo hali? It is good that we go before the Lord. Ya kwamba tutakuwa na moyo wa kumuuliza Mungu, Mungu katika hii hali ulitaka nifanye nini? Yes, you have been promised, but are you doing what God is asking you to do? Huwa unamuuliza Mungu, Mungu katika hali hii ulitaka nifanye nini? How many times have you given up? Mara ngapi uliacha kabisa? Yaani ukakwama tu Eseki, ukasema Eseki ilichukuliwa, ukakwama hapo. Ili hali Mungu kuna kitu alikuwa amekujalia. Unajua Isaac aligundua siri ya kwamba ingawa nitafukuzwa. Unaona, mara ya kwanza anapanda shamba, inamea, anavuna mara 100. Na maandiko inasema wakati anaanza kuendelea kuprosper, hawa wa Philistine wanaona huyu mtu is so powerful. Let me tell you a secret. Nobody will fight you unless there is something you are beyond him. Unaona hao watu wanakupiga, ni lazima kuna kitu wameona ndani yako ambacho hawana.
Nobody will fight you for no reason. And that's why unapata ya kwamba Isaac wakati anaanza kuprosper, the Philistines wana realize ya kwamba huyu mtu tukimwachilia atakuwa more powerful than us. And so wana decide ya kwamba wacha tupinge huyu mtu ndio tumumalizie hapa. Lakini naye Isaka alikuwa na siri ya kwamba kuna neema amebeba na kuna sauti alisikia. Yeye kuna sauti amesikia na hiyo sauti ndio anafuata. Yeye ameahidiwa. Maandiko inasema tukianza katika Genesis 26 inasema verse 2 inasema, then the Lord appeared to him and said, do not go to Egypt, live in the land of which I shall tell you. Dwell in this land and I'll be with you and bless you, for to you and your descendants I give all these lands, and I will perform the oath which I swore to Abraham your father. Yeye kuna sauti anafuata. Asubuhi leo nataka kuuliza, wewe unafuata sauti gani? Is there a voice that you are following? Because if there is a voice, you cannot never be discouraged. Kuna uwezekano tuone ni kama umeisha, lakini kama kuna sauti unafuata, hakuna siku utafika mwisho. Na ndiposa unapata ya kwamba Isaac, kwa sababu kuna sauti anafuata, na kwa sababu amejua kuna neema yeye amebeba, ni yeye aliahidiwa, sio Wafilisti walikuwa wameahidiwa. Kwa hivyo hata akiacha Eseki bado anachimba siti na inatoa maji, anafukuzwa tena hapo, anasema sitakwama hapa. Ni mara ngapi tumeachilia, tuliacha kufanya kile watu tulikuwa pengine tunafanya kwa sababu kulikuwa na challenge na kwa sababu tulisukumwa kuachilia. How many times have we given up on what we were supposed to do because maybe there came up challenges? Ni mara ngapi tumeacha kufanya kama vile Mungu alituagiza kwa sababu pengine tu nilisongwa, kwa sababu pengine tu mtu alinikanyanga mguu? How many times? And at times we end up failing, we end up not going to our destinies because imagine kama Isaac angekwama. Do you know, ukimalizia like ukisoma, let me just read for you what happened later. Verses 23, after sasa amechimba Rehoboth, anasema, then he went up from there to Beersheba, and the Lord appeared to him the same night and said, I am the God of your father Abraham. Do not fear, for I am with you. I will bless you and multiply your descendants for my servant Abraham's sake. So he built an altar there and called the name of the Lord, and he pitched his tent there, and there Isaac's servants dug a well. Then Abimelech came to him from Gerar with Ahuzzath, one of his friends, and Pico, the commander of his army. And Isaac said to them, why have you come to me, since you hate me and have sent me away from you? But they said, we have certainly seen that the Lord is with you. So we said, let there now be an oath between us, between you and us, and let us make a covenant with you, that you will do us no harm, since we have not touched you, and since we have done nothing to you, but good and have sent you away in peace. You are now the blessed of the Lord. So he made them a feast, and they ate and drank. Unapata ya kwamba baada ya hayo yote, hawa watu si ndio walikuwa wanamfukuza, kila kisima alichimbua wakachukua, walikuwa wanamnyang'anya. Lakini maandiko inasema pia hawa watu wakalia rais, kuna neema ambayo huyu mtu wa Mungu alikuwa amebeba. Na ndio unapata ya kwamba Abimeleki anaamua kumfuata Isaka, anaamua kumfuata. Can you imagine if Isaac aligive up wakati alinyang'anywa Eseki na sema ya kwamba hata chimba kingine, ya
Abimeleki angemfuata, hangekuwa amerealize kuna kitu ndani yake. Lakini kwa sababu huyu mtu anasukumwa na kila mahali anaendelea kufanya, anaendelea kuchimba, kwa sababu yeye ndiye amebeba neema, maandiko inasema ya kwamba anaendelea kufanikiwa. Na kwa hivyo Abimeleki wanafika mahali wanagundua ya kwamba kumbe huyu mtu ni mtu wa Mungu. How many times did we even make the enemies not realize the God that we carry because we were so much into battles? Yaani adui tu alikupiga kidogo, lakini baba hata hukutaka realize kuna Mungu ndani yako, pia wewe ukaingia kupigana vita ambazo hazina maana. Aidha kuna kitu wanajua ya kwamba haina haja kushinda nikipigania Eseki, kwa sababu ni mimi nimepatiwa neema. Kwa hivyo hata nikitiba Sitna bado itatoa maji, na hata nikinyang'anywa Sitna niende nichimbe Rehoboth bado itatoa maji, kwa sababu mimi ndio nimebeba neema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo inafika mahali, kwa sababu hawa watu wakati walikuwa wanamsukuma Isaac, hakurudi nyuma kujipigania. Si angesimama aseme ni cha babake, angepigana aseme hii ni babangu Abraham alikuwa anachimba. Lakini anakosa dhamana ya hizo vitu zote kwa sababu amejirealize. He knows that he carries a grace that the Philistines do not have. Why do we fight battles that we were not supposed even to fight? Whereas God wanted us to go ahead. Ya kwamba ndio watu ambao wanatupiga realize neema tumebeba, wakuja kutafuta amani. You see, with Abimeleki anafika mahali anaona huyu mtu vile ninamuona, huyu mtu ndio amebeba hii neema. Na huyu mtu vile ninaona ako na Mungu. Na huyu Mungu nisipochunga kuna uwezekano akuje revenge. So anaamua wacha niende nifanye amani. So anajipeleka kwa Isaac. Mtu ambaye alikuwa anakufukuza sasa amegundua kuna kitu ndani yako, anaanza kutafuta amani. Mpaka Isaac ilibidi mpaka Mungu amuriashue ya kwamba do not fear. It's like God knew they were on the way. Yaani Mungu alikuwa anajua hawa watu tu wako kwa njia. Kuna siku nitawasukuma mpaka wakuje kukuomba msamaha, lakini kwa sababu ninajua utakuwa na shaka, akamtokea mara ya pili, akamwambia be assured of my promise that I am going to bless you and multiply you. Do not fear, for I am with you. Bwana Yesu asifiwe. Today I want to encourage you. It could be that there have been so many challenges. You don't even know whether you are called. Wakati mwingine hata ujui kama umeitwa, hata uelewi. But God wants us to press on. He wants us to press on. Because when we press on, inafika mahali wale adui wanaanza kutafuta amani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine ninajua I've been in the same situation. At times I've gone to God, asked him questions. God, am I really the one? But believe me or not, wacha nikwambie siri yangu. What I've done, though I ask myself and ask God so many questions, I've never given up. Mimi kwa raini sitokangi. You will at times look at people and think they don't meet challenges. We have them, but what we don't do is moving out of the line. Unazipigana huko umesimama tu kwa raini. Unasimama hapo bado unaenda kumuulizia hapo. Bado Mungu ni wewe ulisema. Lakini bado haukubali kuondoka kwenye mbio. Wacha niwaambie wapendwa, wakati wowote tunatoka kwenye mbio kabla hatujamaliza, si hata the physical ndivyo huwa inaenda. Wakati mtu amekimbia sana, nilikuwa naambia praise and worship jana, mimi zamani nilikuwa nakimbia long races. Zile wachana na hii aka kamoja kalikuwa kananishinda sana. Like when it comes to cross country na whatever, I would do them. Hizi long races nilikuwa nakimbia sana ya marathon, ninaenda sana. Juu sasa hiyo watu wote washachoka, and I know where my grace comes from. Hiyo grace tu bado inanisukumanga tu. Unaona hiyo grace ya kukimbia sasa ile watu wamechoka, ndio bado inanisukumanga tu. Because when people are tired, I tarry in my line, I cannot move out.
It could be that challenges are there. Na wakati mwingine nimesongwa, lakini kama kuna kitu sijawahi kukubali ni kutoka kwa laini. Bwana Yesu asifiwe. At times I'll come and maybe I'm down. Hata utaijua. Because kuna kitu nimejua. Kama ni Mungu alisema, haitarishi watu wanasema nini. Kama ni Mungu alisema, Mungu atakusaidia. Hakuna siku atakuingisha mahali ambapo hajui vile atakufanyia. He'll give you enough materials that you can never give up. If you are giving up, it is because you are not following a voice. Do you have a voice that you are following? Kuna sauti ulisikia ambayo bado unafuata. Ingawa wanasema na huyu mtu ameisha. Kuna sauti ulisikia. Ni vizuri tuendelee kuifuata sauti. Tuendelee kujikakamua. Ingawa sielewi hata mimi, lakini kuna kitu nilisikia. Na ni kama Mungu basi, hata ingawa sijielewi, hata ingawa kama sielewi vizuri, hata ingawa pengine imedunishwa, lakini kuna kitu ninajua, kuna sauti ninafuata. Bwana Yesu asifiwe. There is somebody who saying something and I believe in him. Bwana Yesu asifiwe. Situwe na siku ya leo kuna mtu atasema ya kwamba kuna uwezekano nimeteseka kwa muda mrefu, lakini sitatoka kwa laini, sitakubali kuondoka kama sijamaliza race. I will run to the end. Bwana Yesu asifiwe. Nitakimbia ingawa kuna changamoto ziko. Na kwani si ni Mungu alikuwa amepromise Isaac? Si ni Mungu alikuwa amemwambia nitakubariki? Kwa nini anambariki halafu anaanza kunyang'anywa? Kwani Mungu aoni hawa watu wakikuja kupigana na Yesu? Anaona tu. But because at times there are promises, but we need to press on so that when we go to that glory, hata watu hata adui. By the way, kuna vitu Mungu amegojea to press on, ili tukiingia katika hiyo kitu, bado mpaka adui atasema, na kweli kuna Mungu ndani ya huyu dada. Kuna Mungu ndani ya huyu mzee. There is something about this person. But when we give up, wakati tunaondoka katika njia za Mungu, wakati tunaona changamoto na tunaanza kusema, oh Mungu si ulisema utanibariki. At times he will promise and there shall be challenges. Atakupromise na kukuwe na challenge. Na by the way, it also happens to Abraham. Ukisoma Genesis 12. Abraham, Mungu amemwambia nitakubariki, uzao wako utakuwa mwingi, utakuwa tajiri and all that. And then it happens, mahali ameenda, si ameambiwa aende kwa nchi nyingine. Mahali ameenda mpaka inambidi adanganye mke wake ni dada yake. Kwa sababu at times we are promised, there are those promises, but the enemy will try to distract us. Atajaribu kutuondoa kwa nafasi, ili tuone ni kama sikusikia vizuri, ni kama huyo sio Mungu nilisikia. Lakini ninamshukuru Mungu kwa sababu kama kuna mtu ambaye hatasema kitu hatatimiza, ni Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. He is promising, if he promises, he'll make those enemies make peace with you. Ukiangalia mpaka Abraham, hiyo katika Genesis 12, I don't want to read that, but you can read on your own. Ukisoma katika hiyo Genesis 12, unapata ya kwamba mpaka Farao anafika mahali, Farao anafika mahali anagadhabika kwa sababu anashindwa kwa nini Abraham amemdanganya ya kwamba Sara ni sister yake. Anashangaa, and he tells people ya kwamba anatoa sheria ya kwamba mtu ambaye ataguza huyu mwanamke auawe. Yet before they went there and they had no peace. Yet ni Mungu alikuwa amempromise ya kwamba toka katika nchi hii uende hii, na ukienda mimi nitakubariki na nibariki uzao wako. Yani yeye ndiye amepromise, lakini bado kuna challenges. This is telling us that at times God has promised you so many things. Wakati mwingine Mungu atatuahidia mambo. Mengine tuliahidiwa pengine tukiwa watoto, wengine tuliitwa watumishi wa Mungu, wengine wakaambiwa ya kwamba nyinyi ni watu wakubwa, lakini mpaka wa leo bado hata ionekani, hakuna dalili, bado hata hakuna ile sign.
But believe me, I've come here to remind you that there is an assurance, that God is reassuring us that the promises are yes and amen. It doesn't matter. Haijalishi inaonekana aje. You know, at times God promises things and you're like, God, are you serious? I remember when one time tukiwa pale Kanyerere, I met with a person, mtu mimi sijui, tulipatana tu kwa barabara, sikuwa namjua. And then he told me several things. Na hizo vitu alikuwa ananiambia, saa hiyo najiangalia nasema, sasa wewe unasema nini? You know, you don't ask him, but you are wondering. Mimi na hii udhaifu yote. Mimi saa hiyo nikikumbuka ndio nakufikanga church saa 6, na huyo Rusia kifika saa 6 ndio Ken akimwambia, nilipea Ken kazi ngumu sana. Juu Ken angeniambia nikuje hapa mbele, na mwambia pale. Nilikuwa napenda ile kona sana. Kuna ile kona, wala nakumbuka church ya Kanyerere vile ilikuwa. Nilikuwa napenda ile kona iko pale. Na nilikuwa naipenda nionirie kama sionekani. Haleluya. Sasa nimewaambia siri. Haleluya. Na sikuwa nalia kwa sababu ya kujazwa, nimesema hivi mara mingi. Nilikuwa nalia kwa sababu ya matatizo. Yet God is now talking that there is something I'm going to do about you. And I'm looking at myself, naangalia vile niko kichwa ngumu. Unajua mtu akosangi kujijua. Si hata wewe unajijua venye unasumbuaga watu kanisani. Mtu akosangi kujijua, nilikuwa najijua. Nilikuwa najua mimi ni kichwa ngumu tena sana. Na tena nataka venye mimi hapo ndio ninataka. Ken alipata shida. But God is talking because how we see people. Unaona vile mimi ninakuangalianga ninakuona. Mungu akikuangalia anakuona differently. Sisi ndio tunaangalia Mama Joyce, tunaona mtu amenyamaza. Hata hatujui kama anaongeanga. But with God, he sees her differently, such that akaamua yeye atakalia tu hiyo kiti ya Mrs. Masharia. Kwani unafikiria kuwa mke wa mchungaji ni rahisi? Sisi tunamheshimu kwa sababu ya hiyo. Unaniangalia kama uko sure. Nikipatana na Mama Joyce amesimama na mimi ndio nimekaa chini sinitasimama. Lakini tukimwangalia unamwangalia unasema huyo aragia sigana. Haleluya. Lakini Mungu kwa sababu yeye haangalii kama binadamu, akaangalia kitu, akaona kuna kitu kiko ndani yako, akaamua ya kwamba na wewe nitakubariki. Lakini kuna sauti. So nimewaambia siri kwa nini sitokangi kwa raini. Ingawa sielewi sana, saa nyingine nakuwa na wasiwasi. Ni mimi kweli. Kuna sauti nilisikia ya kwamba na wewe, sitaki kuambia the whole context. Siri zingine tunaficha mtanisamehea. At times we don't tell everything. Promises we don't talk about all of it. Lakini kuna sauti ninasikianga wakati ninasikia ni kama sio mimi. Mungu haukufaa kuniweka hapo kwa hiyo dikon. Ungetafuta mtu powerful, ungetafuta mtu anaongeanga Lakini kuna sauti niliambiwa, mtu siku hata najua, kuna sauti huwa ninakumbushwa, kumbuka. So even when I'm down, I remember there is a voice. Hallelujah. Wewe uko na sauti unafuata. Kuna kitu unafuata. Kuna kitu unafuata. So fuate hata kama kutakuwa. The secret ni kutotoka kwa raini. Mimi by the way hata kama nilikuwa hivyo ninakuambia. Unajua ni vizuri saa nyingine tunawaambia maushuhuda zetu ndio mnajua. Hatukutoka heaven. Tulifanyia mimi nilisumbua. Si unasikia mama akisema nilimsumbua sawa. Hatukutoka mbinguni. Lakini kwa sababu Mungu haangalii kama wewe, ndio sababu amekuahidia hicho alikuahidia. Lakini bado kuna challenges.
bado kuna mambo inausikia ya kwamba ni kama hii sitatoboa, ni kama ninasikia niachirie. Lakini kama kuna sauti, I'm telling you for sure, just wait. Tarry in that place. Mimi nilikuwa hivyo ninakuambia, lakini wacha nikwambie ukweli. Hakuna siku nilikosa kuja kanisani. Hakuna. Ukiona si uko kanisani hiyo siku, there must be kuna mahali, and it was important. Mimi hata ningekuja nilikuwa nimekasirika, lakini singekosa kukuja. I'm telling you for sure. Hakuna siku. Mimi hata wareo hakuna siku, hata venye unasikianga ati umekwazika unasema ni wacha nikwazikie kwa nyumba. Mimi nasemanga wacha niende. Ninaweza kuwa niko huko Mungu akutumane. Who knows? Sijawahi kubali kutoka kwa laini. Because God, si ni maandiko hii nasema ya kwamba kama angekuwa anatuhesabia dhambi, hata ni nani angesimama mbele zake? Sasa wewe unakwazika tu kidogo ati juu mzee sijui amerusha nini, ati wewe unasema ai leo siendi kanisani. Wewe wacha kukaa eseki. Wacha kukaa eseki. Press on. Press on. The devil has realized that there is something in you, and he knows that it is only you who carries the grace. Na nataka uvunjikia moyo eseki, ushindwe kuchimba fitna, ushindwe kuchimba Rehoboth, ndio usipewe, ndio wasitafute amani na wewe. Wakati wameona ya kwamba mpaka ukichimba ya tatu bado haujazuirika, wanatafuta amani na wewe. Wale hawako walisema ya kwamba huyo hata sio mtumishi wa Mungu. Ai, wanaanza kusema kuna kitu nimeona kwa huyo mtu. Me have seen people who have ever said, nimeona kuna dada moja alikuwa ananiita pastor fake, na mimi hata sikuwa nimemwambia mimi ni pastor. Like you know people will sinichekere sana. Like alikuwa ananiita pastor fake, and so it happened. Na hakuna mahali nilikuwa nimemwambia mimi ni pastor. By the fake. And so it happened. Mimi sikuwahi mjibu. And because I had not told her I am a pastor, nilikuwa nashangaa sana kwa nini ananitanga pastor lakini anaongezea fake. Na alinisumbua sana. And then it happened, akakuwa na shida. Na akiwa katika ile shida, akawa na shida katika ndoa yake. Wakasumbuana sana na mume wake. And so akaniita, akanikujia. Kwanza alinikujia, akaenda na akafunga mahali. Mimi nikashindwa, huyu na mimi na kwa pastor fake kwake, what's happening? Akafunga the room where we were. Akaniambia niko na shida. Na nimefikiria ni nani nitaambia hiyo shida. Nikaona hiyo shida inaweza tu tatuliwa na mtu ambaye ni pastor. Hallelujah. So mimi nikastuka zile za mimi hata si pastor. Lakini sasa siwezi mwambia, si alikuwa ananiita fake. Lazima kwanza nisikize. Unasimama kwa territory. Unaweza jaribu kumwambia wewe si pastor na anakuitanga fake. Akaniambia hiyo shida nimeona tu ni pastor anaweza tatua. Na tu unaonanga wewe kama ni pastor, ndio sababu nimekuita. Hallelujah. Akaniambia shida yake. But before nimwambie chochote, kukawa na mtu ameingia na hakutaka mtu mwingine ajue. So mimi nilimwachia tu maandiko, nikamwambia I believe that everything that happens it is in the word, and what I'll do, kwa sababu si mahali kuna privacy sana. So nikamwambia nitakuachia neno la Mungu and I'll continue praying for you. When you press on, when you stop fighting small battles, watena nao hawaelewi, ni kukuelewa hawajakuelewa. Hawajajua neema umebeba. Wakijua watatafuta amani. Wakijua ni wao watasema na huyo dada kuna Mungu amebeba. Mimi mara nyingi saa hii sasa
huwa ninaona mara nyingi ndio atanitafuta, si uniombee. Na ikifanyika ananiambia na ilifanyika, at times si ati hata kwamba nilimuombea, but ile kunini ameashaamini mimi ni pastor, so she wants me to pray for her. At times sengine hata nasahau, but anakuja ananiambia ile kitu ilitendeka. Maybe I have even forgotten, because God will make them to look for peace. But why are we giving up? Kwa nini tunapigana vita ambazo tunaachilia katikati? Yani tu kwa sababu tu tayari uliambiwa ya kwamba hata ukai tayari unasema hiyo kiti lazima sijui ipewe nani. Si tupigane mpaka mwisho. Sijasema amesema hivyo. It's just an example. Like we won't give up. We are going to press on mpaka tufike Rehoboth watafute amani. Maandiko inasema katika Isaiah 42. Let me read as we wind up. Sijui kama na masaa. Inasema ya kwamba Isaiah 42 verse 22, but this is a people robbed and plundered, all of them are snared in holes, and they are hidden in prison houses. They are for prey, and no one delivers for the plunderer, and no one says restore. Sijui kama kuna mtu ana Biblia ya Kiswahili. Isaiah 42 verse 22. Nimesema 42:22. Isaiah 42:22. 42:22. Hiyo inatosha. Maandiko inasema ya kwamba hawa ni watu ambao wameibiwa na wamekuwa mawindo, lakini hakuna mtu anasema rudisha. You see with Isaac, maandiko inasema ya kwamba Isaac akachimba zile visima, lakini ukiangalia ilikuwa ni kunyang'anywa. Si kwamba ilikuwa ati ikue hivyo. Si ati kwamba ilikuwa ashinde tu akichimba. At times we go through challenges, na wakati mwingine tumejificha tu. Lakini asubuhi ya leo maandiko inasema ya kwamba tumekuwa mawindo. Kuna uwezekano tumewindwa sana na adui. Kama vile Isaac alikuwa anawindwa na the Philistines. Kila akichimba kisimo ndio huyo. Kila akichimba kingine ndio hawa. Kuna uwezekano tumekuwa mawindo. Lakini leo nataka kila mmoja that we are going to stand and declare that we are not going to be prey for our enemies. Sisi hatutakuwa mawindo. Hatutakuwa lazima tukuliwe ama wachukue vitu vyetu kwa nguvu.
Nayo maandiko inasema katika Psalms 46, wacha nitusomee kwa sababu ya muda. Psalms 46 verse 9 inasema, avikomesha vita hata mwisho wa dunia, avuja uta akata mkuki, achoma moto magari. Is Psalms 46 verse 9. 46 verse 9 inasema, he maketh walls to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariot in the fire. Anavikomesha vita hata mwisho wa dunia. I want us to stand before God and declare. It could be that we have been praised before our enemies. Yani wamekuwa wakituona tu wanaona nyama. Lakini we can declare this morning, because according to the word of God in Psalms 46 verse 9, that he makes wars cease. Anafanya vita zinakoma hata mwisho wa dunia. Kuna uwezekano kuna mtu mahali hapa alikuwa amesema, mimi nimefika mwisho. Mama John, hujui vile nimechimba ya kwanza wakachukua. Haujui hata nilienda kwa ya pili wakasema siwezi. Nikaenda kwa ya tatu. I have come to reassure you of the promises of God. He maketh all walls cease to the end of the earth. I want you to stand and declare the word of God, that he makes those wars cease. Anavikomesha vita. Usimame tu kwa miguu yako uanze kukomesha vita ukipitia maandiko yake. Maandiko inasema ya kwamba yeye anavikomesha vita. Kuna uwezekano umepigwa sana, ungejaribu kusimama kidogo wakasema